Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Kwa nini nyimbo zako nyingi unasifia mabebes? Yaani ukisema uondoe mademu hapa duniani tubaki si wenyewe bro. Hatuwezi kusurvive 24 hours bro. Mademu watamu ndugu wangu. Yaani kuna mtu anajiulizaga hivi jamaa ambao wanakuwa wana left group Wakawa mashoga. Wanapataga utamu bro. Yaani sasa nikajaji bro, sababu kila mtu anafikiria sasa sababu mademu watamu bro. Ndaga mzigo mkubwa kabisa. Ambao saizi ya kati au kadogo kasa kimbao yani. Mwanamke ambao na kitu kikubwa na pia ni mnene ni ufananisho na mtu ambaye yuko skinny afu na six pack. Hakuna flex bro. Vijana. Kwa hiyo utaki kuoa kisa au wazazi wetu wanataka uoe wa Muafrika mwenzako afu Muafrika mwenzako hayuko vile unavyotaka wewe. Kacha yetu ni nzuri lakini sio kila sehemu mpaka ufae vitenge bro. Hata sema dating mlienda na vitenge bro. Kwa hiyo kuvaa vitenge sio kumaanisha kwamba hajapita na wewe. No. Sasa na mademu wa kanisa wanajifanya walokole sana, wanajifanya watakatifu. Wana vita. Mileage zimesoma sana. Mileage zimesonga, hata na mapasta wameshafika hapo. Sijui brother wa kanisani, sijui mtu mwongoza kwaya, wote wameshapita bro. Mungu, niepushe na hii Zambia na usema Zambia baki kwake. Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Nite Star mwenye mapenzi ya kweli live baby. Kama kawaida kipindi chetu kinaitwa Muda. Unajua mwenyewe. Leo unajua nipo na nani? Nipo na D-Tanks. Karibu sana kaka. Yeah, kama dao, it's your boy D-Tanks in the building. I'm a VIP guys, as you know, yeah, it's your boy D-Tanks, the one and only. Nimependa sana unavyojitambulisha. Unajua wasanii wengi wanashindwa sana kujitambulisha. Lakini ukiwa ushakariri gisi unavyojiweka inakuwa vizuri sana. Vipi harakati lako? Harakati ziko poa bro. Karibu sana. Kama kipindi hicho kinavyoitwa Muda, na hivyo Marekani kupata muda ni kazi sana. Ukipata chance ule muda wa kusema acha nikamtembelee fulani au nikafanya jambo lake, ni jambo jema sana. Asante sana kwa kuja leo tupige story. Yeah, kwanza wasiokufahamu hilo D-Tanks ndio jina ambalo umepewa na wazazi wako? Sort of, sababu unajua D-Tanks ni jina langu lakini ni mpaka nikuexplain ndio utaelewa na maanisha nini. Sababu jina langu la wazazi ni Dieu merci. No. Na hiyo ni Kifaransa. Yeah. So Dieu ndio ile D imebaki yenyewe D afu merci ndio thanks. You know what I'm saying? So ni kama ni kitu ni same thing, ni lugha tu nimebadilisha hivi. Lakini nimeshawaipata people think something different, you know? Kwa watu wanafikiria kwamba hii jina kiuni, sijui D, ukimaanisha D unajua na maanisha nini? Kwa sana wa Marekani, D. Yeah. You know what I'm saying? Kwa hiyo jina maanisha nini? Ndio wenyewe ni jina langu nimekuwa inspired na jina langu kabisa, D-Tanks. Yeah, kwa hiyo wa Marekani wanamaanisha hiyo D nini? D, you know. Chukua D. Bro. Wakajua kwamba ni D ambayo umebarikiwa na Mungu. Na Mungu, yani noma sana. Vipi harakati lakini? Yeah, harakati ziko poa bro. Tupo fresh kabisa bado tuna kama dawa kanavyosema. Naona nyimbo yako sasa hivi mind your business ndio nyimbo yako ya mwisho ya kuachia video ya, lakini sio ndio ngoma yangu ya mwisho ambayo nimeachia. Hiyo ndio video yangu ya kwanza ambayo nimeachia kabisa ya mwaka huu. Video yako ya kwanza mwaka huu ni ipi? Mwaka huu sijakuwa na video yote. Nimeachia singles, yani nimeachia single moja tu last January. Yeah. Mimi napendaga sana nianze kwenye nyimbo yako ambayo inaitwa Butamu ya Butamu ya ano. Vipi ile ngoma? Yani ilienda kama ulivyotarajia? Sio sana sababu unajua hiyo ngoma ilikuwa one of my first song, ni moja ngoma zangu za kwanza sana. Lakini watu wamepokea vizuri, imenitambulisha vitu fasi nyingi sana, sehemu nyingi watu wengi wamenitambua. Ni kama ilikuwa ni introduction yangu mimi kama msanii. Imefungua milango yako. Yeah.
yeah, ilikuwa introduction. Yeah, hivi nyimbo gani ambao unasemaga eti hii ngoma sikutegemea kama itafanya vizuri lakini imefanya vizuri? Hii ngoma ya Mind Your Business. Yeah, hiyo ngoma bro ina story kubwa sana. Ilikuwaje hiyo? Umerekodia hapa au nani? Unajua siku hizi wasanii nyinyi mna anarekodi mwingine, anapiga beat mwingine, anafanya mixing mwingine. Hadi nyimbo inakuja kutoka imekwisha choka. Hivi producer ya ngoma ni nani? Producer ambaye ameanza beat anaitwa Joel on the beat. Jambo amekuwa YouTube, yeah. Ana beat nyingi YouTube. Lakini aliyefanya ile ngoma aliyo co-producer alikuwa Liza. Oh, Liza. Yeah, na hiyo ngoma nimeifanya almost 2 years before ni release. Yaani niko back kitu nimesema na hii ngoma sijaikubali. Yaani nimeona kwa trash kabisa. Yaani self judgment. Afu ndo ikafanya vizuri. Ndo ikafanya nipo release hivi bro, like ile unapost kadogo watu wakapenda sana. Nipo release bro, like for now it's one of my favorite song across boards. Yaani platform zote ndo ngoma ambayo iko sai popularity. Iko on top ya ngoma ya kazi zangu zote. Tunamfahamu Liza ni producer mkubwa Tanzania. Na amefanya kazi na wasanii wakubwa. Yeah. Hiyo connection ya wewe kumpata Liza ilitoka wapi? Connection ya kumpata Liza. Yeah, kuna producer mmoja ambaye mimi namfahamu. Bro, I don't think connection ina maana. It's all about money, bro. Kama kuna hela bro na connection na ukuta mtu yote bro. Yeah, lakini siwajadi kupata namba. Unajua kuna mtu aliunganisha nikaweka hela akafanya hivi. Amekuchaji bei gani? Sio bei nyingi sana. Nimefanya kazi naye kadhaa, so sio pesa nyingi. With $150 unamaliza kazi naye kama kawaida. No. Yeah. Liza, yeah, 150, yeah. Anafanya kila kitu, mixing, ana co-produce, mastering, everything. Kumbe zile story ambazo wanatuambiaga mtandaoni mimi siwezi kurekodi hadi 1.5 za kwanza uongo zile. Mimi sijui inawezekana nime-leak. Actually ingebaki kwa confidential, lakini inawezekana bro, inawezekana. Na muda pia sababu ni perfect. I don't know bro, kuna connection, maybe connection ambayo nimepitiaga mimi kwa tofauti na watu wengine. Yeah, sababu ule msanii mkubwa nani producer mkubwa hawezi kufanya kazi. Tunajua nyimbo nyingi za Tanzania inaweza ikaanza kwa Aba, ukasikia Kamixilizer. Ni mtu ambaye ana mkono mzuri kwa kufanya finishing kwenye nyimbo. Anaaminika na watu wengi. Yeah, hongera sana blaza, ngoma kali sana. Tutegemee video mwaka huu, inatoka lini? Kusema kweli sasa hivi sijui kabisa nafanya video mwaka huu. Kwa sababu gani? Kuna sababu nyingi sana. Lakini yeah, inawezekana, lakini sio priority yangu. Bro, sitokudanganya bro, muziki tunafanya muziki lakini hatupati ROI, like yani faida hamna bro. Na video kitu ambacho kina cost vitu vingi sana, yani kina stress nyingi, zinachukua muda na aturudishi vitu ambavyo tunavyospendi kwa kurudi. So focus sana na video sasa hivi kwa mwaka. Kwa hiyo mashabiki zako wategemea audio sadly yeah, nitakuwa na audio nyingi sana na video chache sana. Ama nikifanya video ni kama video simple tu, zile visualizer yeah. Ndio vitu ambavyo nitafanya sana siku hizi huu mwaka. Sitofanya video like official video sana. Umesikia msanii na kuambia wanaweka hela sasa azirudi. Unaona hizi changamoto ni nini? Ndio maana mnaweka hela afu management hamna, mnafanya nyie tu, au kuna watu wanachukulia poa ndio maana mnarudishiwa kitu ambacho hakistahili. Unagaramia nyimbo like nani $2,000 afu viewers wanakuwa wawili. Yeah, hiyo inawezekana bro. Umegusia reason mbili. Yeah, of course management. Hatuna management. Wasanii wengi hatuna management. Unafanya kila kitu mwenyewe, sijui wewe unafanya negotiate na ma producer, unafanya promotion mwenyewe, unapanga kila kitu mwenyewe. Kuna muda mara nyingi studio uko mwenyewe, yani unajirekodi mwenyewe. So management hamna. Pia na ikija kwa mashabiki, of course mashabiki hawapo. Kuna kitu fulani kama muziki wetu hapa hauchukuliwi serious. Na moja sababu kuna watu wengi wameharibu huko Mwanza huko. Kuna muda
kuanzia mwaka 2018 mpaka 2020 ama nichukue kuanzia 2017 muziki wa hapa Marekani ambao watu wanaongea Kiswahili ulikuwa like crowded. Kila mtu alikuwa na uwezo wa kufanya muziki bro. Na ukafikia level fulani watu wakaaminika kwamba hakuna wasanii ambao wako Marekani ambao wanaongea Kiswahili. Yani kila mtu akaomba, kulikuwa ngoma mbovu sana, zikawaaminisha watu kwamba muziki hamna. Yani hata ufanyeje bro uwezi ukarudisha ile value ya muziki ambao umeharibika hapa. Yani fans wanajua kwamba hawa jamaa muziki hawawezi kabisa. Mimi naangalia kwenye nani yako kwenye YouTube yako mwaka uliopita na mwaka mzima sasa hivi ulifanya performance wewe na naitwa Lil Rich. Umelipa bei gani? Kumlipa yeye? Kulipa wewe ili upande kwenye ili jukwaa. Hamna bro, sito kudanganya bro, sijalipa kwa chochote. Unajua kwanza kuna muda mimi kuna muda watu wanataka nini perform mimi niwalipe. Hiyo muda kuna vitu na kuna muda inafikia. Nafikia watu wanataka mimi niwalipe ili ni perform. Sasa hapo hadi walipo perform utapata nini sasa? That's a good question. Ndio maana mimi sija perform sana, sina performance nyingi sana. Sababu hata kama sina fan base, huwa sio kwa msanii mkubwa, kuna ile heshima, ile kitu unajivalue mwenyewe. Kuna kitu ambacho siwezi kapelekwa hivi hivi tu. Kuna yani promoter hawezi kanipeleka hivi hivi. Mimi nakumbuka 2021, 2022 hadi 2020 2021 2022 niliperform kwenye show nyingi sana hapa Arizona. Niliperform jukwaa moja na Davido, Diamond, Harmonize, Wizkid, P Square, Tenny Makanaki, Tekno. Walivyokuwa nakuja hapa lazima tufungue stage. Lakini sio kwa kulipa ili tupande, ni ile tunaitwa ila mnakuwa na masharti mengi. Unaambiwa kwamba utakiwa uende na videographer wako, utakiwa kwenda na kitu chochote hata na kurekodi kwa simu. Kwanza unapokaa kule kule backstage, yani kama wanakubagua fulani, ni ile tu sababu nataka nionyeshe kipaji changu. Alafu ukishafika pale unafanya maajabu, unaona mbona watu wanaimba nyimbo zangu. Mimi nimeweka video moja hivi, kwa mdada mmoja nilikuwa na perform afu akanirekodi akanitumiaga. Nilimshukuru sana sababu nimeperform stage nyingi sana, afu mwisho wa siku sina hata wakunishikia kamera. Wanakataa, naenda na wakunirekodi lakini wanakataa siingie. Umeona? Nimefanya hivyo kwa miaka 3 yote. Wasanii wakubwa wote nimeperform nao. Lakini mwisho wa siku nikaona hamna, acha niachane navyo. Acha nijitengeneze mimi. Tukatengeneza show moja afunga mwaka, unakumbuka? Ile mimi, wewe, Sunny Foreman. Tulipataga watu ile ya kwanza kabisa. Club fulani hivi. Club fulani hivi. Tukaja tukafanya ya pili. Sasa mimi nilichojifunza, hii ni kwa kila msanii, bora jitegemeze wewe. Upate mashabiki 2 3 ni wa kwako. Unapoenda kwenye event ya mtu msanii mkubwa kama Diamond, blaza, watu wameenda pale kwa focus ya Diamond tu. Watu wameenda pale sababu ya Diamond. Nyie mtapita lakini bado kwenye kichwa chao wanawaza wanamsubiri Diamond. Yani hawakujali hata ufanyaje, yani hata ufanye nini. Kuna siku moja na perform kwa nyimbo ya Diamond, kwenye show ya Diamond. Jamaa mmoja ni Mnigeria hivi. Alikuwa DJ pale, akaniuliza, "Jina lako nani?" Kelite. "Unachokifanya hapo unalipa?" "Hapana." "Mbona watu wanaimba nyimbo zako?" Yani watu wanaimba ile kiremba hivi, nikipanda watu wanaimba mwanzo mwisho. Yani naacha mic, watu wanaimba mwanzo mwisho. Ashanga, wewe unaimba hapa afu mwisho wa siku ulipwi na watu wanaona kabisa watu wanakukubali. Kaniambia hapana. Unapofanya bure unawapa mazoea. Kila siku atakuwa hakuna mtu ambaye atakuja kukuita wewe kwa hela. Sasa unajua wewe dogo sana, nataka tu aonekane.
Ndio. Baada ya pale blaza, nakwambia nilivyotengeneza ile fungamoka ya kwanza, ya pili, hadi leo mapromota wote wale wakatumiaga message ya wajibu, sababu ajua huyu tukimtafuta ni hela. So ashajua naweza kufanya na napata watu. Na wawezi kunicheki tena, sababu najua huyu ashaanza kutengeneza za kwake. Kwa hiyo nilijitengenezea mimi njia yangu ambayo wanaogopa, sababu hiyo ya funga mwaka ya mwisho ambayo nimefanya mimi hiyo, alikuwaga Awilo Longomba alikuwa amekuja kuperform hapa. So nakumbuka kipindi nilikwambia Awilo anakuja hapa. Lakini tusijali kuhusu ukubwa wa Awilo. Yes. Acha tufanye tuone itakuwaje. Na tulifanya, watu walikuja. Na kuanzia pale kuna mapromoter walianza kunichukia. Mbona anawavuta watu, kwa sababu Awilo alikosa watu wa kufungua stage. Watu wote tupo nao sisi huko. Kwa hiyo unavyojitengenezea wewe sehemu yako, unaongeza value kuliko kuperform kila siku vitu vya bure. Kwa wa kawaida wanazidi kushuka. Kwa wa kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo mzee wangu. Kikubwa hapo ulienda kuonekana, watu walikuona kwenye show yako hii. Mwenyewe nimeitazama sana. Sababu bila kujiona huwezi kuwa bora. Lazima ujue nimepatia wapi, nimekosea. Vipi, unategemea kuandaa show nyingine? Valentine Day imepita hii mzee wangu, hatuna show. Yes, nategemea kufanya show yangu mwenyewe kabisa huu mwaka huu. Kwanza ndio kitu ambacho nitafanya show kabisa ambayo itakuwa ni yangu mwenyewe. Mimi ndio organize mwenyewe kila kitu, itatokea kabisa huu mwaka. Itakuwa lini? Mwaka gani tuanze kujiandaa? Summer. So summer kuanzia mwezi wa 6 hiyo summer fly. Kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 9 hivi. Lazima kwa show kabisa ambayo nitaandaa. Hongera sana. Hiyo investment lazima niifanye, sababu ni kama na kitu kikwa chamo, unavyosema kitu kikwa chako mbona organize mwenyewe na kivalue, na pia outcome yote ambayo utatoka nayo utaikubali kama ni wewe mwenye nayo. Hata waje wawili ni wako wewe kufuata wewe details, au kufuata Diamond. Yes. Hawana vibe yako wewe, sababu wewe si Diamond. Unajua unapokuwa wewe unatakiwa wewe. Na bora onekane kuna watu wasanii wanaimba, wamejiweka kundi wanaimba wa kwao. Inatupa samani sisi kuonekana kwamba kumbe muziki wetu unasikika. Yes. Kuna watu wanaopenda muziki wetu, wanakuja kulipa hata iwe $2, $3, $20, lakini ni cha kwetu. Uweze kuikaa mlangoni mtu analipa $100 wakati ndo bado tunatafuta. Ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa nini nyimbo zako nyingi unasifia mabebes? Unajua bro, mabebes, unajua hapa duniani mabebes ndio wanafanya maisha yetu endelee. Tuna move on sawa mabebes bro. Unajua bila madem brother, si wanaume ni bure. Kweli. Yaani ukisema uondoe madem hapa duniani tubaki si wenyewe bro. Hatuwezi kusurvive. Kwa nini 24 hours bro? Seriously. Yaani madem watamu ndugu wangu. Yaani kwa mtu anajiulizaga hivi jamaa ambao wanakuwa wana left group wakawa mashoga wanapataga utamu bro. Yaani sasa nikajaji bro, sababu kila mtu anafikiria sasa kwa sababu madem watamu bro. Yaani bila madem maisha iko boring bro. Kwa hiyo ndio maana Mungu akawaleta, sababu waje watafurahi. Maana nyimbo zangu nyingi sana ziko based na madem bro. Afu madem ambao unawawekaga wewe kwenye nyimbo zako ni wale ambao big booty, wale ambao wana nyashi kubwa sana. Kwa nini wale sio wembamba sana? Napenda vitu vikubwa sana, napenda vitu vizito. Vizito. Unasema the bigger the better. Kila kitu kikuwa kikubwa hapo ndio kinakuwa fresh bro. Lakini sio kikuwa kikubwa sana, lakini you know bro, kwa ukubwa unazidiana bro. Hakuna ule unamaanisha some vitu huku hivi. Vile vijana. Vile vitu vyenu vile. Napendaga mzigo mkubwa kabisa. Ambao size ya kati au kadogo kasa kimbao, yani kimbao tosha kwa chat. Yani ana kitu yani ukimgusa hivyo kama umeshika miguu. Hiyo hamna, hiyo ndio last. Hiyo siwezi kabisa, lakini medium nafuatana na nataka demo ambayo iko athletic, you know, demo ambayo
iko athletic, you know what I'm saying? Sio ikiwa kubwa sana lakini yani tuseme ile bamba yake na kifua chake kama vinaendana, sio demo na vikubwa au kwa tumbo na kubwa. Ndio bro, yani lazima vi match. Ukiona kitu kikubwa yani mwanamke ambaye ana kitu kikubwa na pia ni mnene ni ufananisho na mtu ambaye yuko skinny afu na six pack. Hakuna flex bro. Yani kama wewe mwembamba afu na six pack afu unataka vionyesha kama kuna madogo fulani hivi tunasema wako mtandao na wanaona flex six pack sana. Lakini wote wembamba bro. Yeah, unatakiwa ujae kwanza kuonyesha. Sababu hiyo kama wewe ni mgonde ni lazima uwe na six pack. Yes. Sababu una nyama bro. Una nyama. No, the same thing demo ambaye ni mnene afu na bamba mkubwa. Lakini nataka wewe athlete chick, kitu ambacho unakugusa hivi kakifeel kabisa. Yaani kama glass fulani. Mimi nitakupa mifano ya watu watatu. Labda mtu mtazamaji hawezi kuelewa kitu gani ambacho nakitaka. Yes. Kuna Miss Arizona. Unafahamu? Wema, yes. Wema Miss Arizona. Kuna Rachel. Rachel. Kuna mwingine nani? Mweke nani hapa? Rachel ni kama size ya kati. Mwingine nani? Anaitwa Donna. Oh yeah. Anaitwa Donna Ni size tatu tofauti ambazo nimekutajia. Size gani ambayo ukipata yani vitu vyako? Hapo kuna challenge bro. Unajua kwa nini? Au Miss Arizona ana kitu kikubwa kabisa. Yeah. Kizuri kabisa. Alafu huku hivi katikati kuko poa kabisa. Sio hakuna tumbo kubwa sana. Lakini ule Donna naye huku chini kuna kama flat hivi, lakini huku juu hivi pamejaa. Unaona bana? Alafu ule katikati naye yule yuko katikati kabisa, yuko fresh. Rachel. Yani yuko katikati. Lakini wale wawili wengine bro. Wallahi bro. Vitu vyako vile. Kwa hiyo Wema na Donna unaondoka nao wote wawili. Unawapa kwa pamoja. Bro. Yani kabisa wako na kila kitu, wote wawili kabisa wako fresh. Yani ni kama unaweza kaangalia moyo wako juu na unaangalia mwingine uko chini. Ni kama una imagine vitu vyako. Vijana. Bro kabisa ya. Unahisi unavyomjua wewe Miss Arizona kwa gharama zake unamudu kweli wewe? Hapo sasa ndio hiyo ndio question kubwa sasa hiyo. Unamudu kweli Miss Arizona? Ina depends bro, ina depends. Au hadi labda akuonee huruma tu, akutunuku tu details acha nimpe chance nini. Naweza sababu mimi sitaki kuinvest sana kwa madem. Sitaki kuinvest sana kwa madem. Haipashi kuwa hivyo bro. Haipashi si wanaume tukainvest sana kwa madem. Sijui kwa nini madem wanataka hivyo. Lakini unajua akipendacho binti lazima umnunulie. Ni lazima akideserve bro. Mtu mnunulia dem ambaye akideserve. Unaweza kumfanya hivyo na usipate chochote. Hivi una mpango wa kuoa? Mimi sasa hivi bado kabisa. Kwa nini? Yaani kuna reason nyingi sana bro. Kuna reason nyingi sana sababu unasi ambapo tunatoka Afrika tunakuwa na challenge. Yaani wazazi wako wanategemea yani ukamlete binti ambao kwetu sisi wa asili yetu. Yeah. Sasa kunakuwa changamoto fulani bro, sababu dada zetu sometime bro wanaeleweki bro. Kwa nini hawaeleweki? Bro. Unakuta dada zetu bro wanavaa vikwembe vingi huku. Yaani unakuta uchafu sijui waweki deodorants bro, afu hata ukiwasogelea kidogo unasikia harufu ambayo haieleweki bro. Dada zetu bro sometimes atafanya uncomfortable bro. Inakuwa challenge kubwa. Kwa hiyo utaki kuoa kisa wazazi wetu wanataka uoe wa Mwafrika mwenzako, afu Mwafrika mwenzako hayuko vile unavyotaka wewe. Yes bro.
Serious, mimi nataka demu msafi sana kiukweli. Ushadetingi na mmoja afu ndo ukapata hiyo nani experience? Yes bro, nimeshawahi. Hapa Arizona bro. Yani sikulast sana, yani vibe yenyewe tu ni kama hamna. Una vibe na wapo kisa umevaa vitenge? Vitenge sio tatizo bro, lakini sasa kuna wengine ambao vitenge vinawafanya wasionekane kwanza vizuri sana, na kuna wengine ambao vitenge sio vitenge ndo tatizo, ni uchafu. Sio vitenge, lakini kuna mtu ambaye ni mchafu. Kuna mtu ambaye anaweza kuvaa vitenge na ni msafi na bado yanaonekana fresh. Anakuwa mchafu wapi sasa? Sasa amevaa vitenge, amependeza, amejistiri. Bro, tunaishi Arizona bro. Yeah, unajua Arizona kuna joto. Na kuna muda mwingine unaweza kata ukanao, lakini bado kama hujaweka vitu fulani hivi bado tu harufu kaua inatoka bro. Yeah. Yani sijui uko na dem fulani, sijui unamwambia baby nikute sehemu fulani hapa tukaende date bro. Yeah. Sijui kuna restaurants fulani kama first class hivi unaona. Sio wazuri ka afford mwasine wale kampeleka mpenzi wako, afu mpenzi wako akaja na vavai vitenge vingi hivi. Afu harufu fulani hivi, hata wengine wanakuangalia kama jamaa what's going on. Sasa na wazungu, sio kuna muda wazungu wenyewe na watu wanakuwa kama stranger fulani hivi bro. Mimi sikatai, kacha yetu ni nzuri, lakini sio kila sehemu mpaka ufae vitenge bro. Hata sema dating unaenda na vitenge bro. Hapo ndo unapokukata tu. Unamuita kwenye date, hapo anakuja na kitenge. Vijana anakuja na kitenge, hapo huko kuna harufu fulani ambayo sio sawa bro. Dada zetu. Yeah. Nachoka mimi. Sasa tunakuwa afu kitu kingine bro, na wanategemea wazazi kwa kama 20k bro. Kwa hiyo huwezi kutoa 20k kisa vitenge. Sio sasa vitenge, sasa 20k ina deserve you wapi kwa demo ambaye kivuka hapa vinanuka sijui na hivi watakaa poa. Alafu pia kuna kitu kingine, au madada zetu wenyewe ambao tunaongelea wanaweza kuonekana kuwa na watakatifu, lakini wana body count nyingi sana. Wamesha play game huku nyuma huku. Mileage zimesonga, yani vijana wote kabisa, vijana wote community wameshapitia hapo bro. Kwa hiyo kuvaa vitenge sio kumaanisha kwamba hajapita na wewe. No, hiyo ni kama mask. Ni kama mask ambao wanaficha kuonekana kwamba ni walokole. Sasa na mademu wa kanisa wanajifanya walokole sana, wanajifanya watakatifu. Wanavita. Mileage zimesoma sana. Mileage zimesonga sana, mapasta wameshafika hapo. Sijui brother wa kanisani, sijui mwongoza kwaya, wote wameshapita bro. Mungu niepushe na hii Zambia anaosema Zambia baki kwake. Sitaki kumweka pasta kwenye haya mambo. Vipo brother, vipo. Kuna vitu vingi behind the scene bro. Sio kila kitu ambao utadisplay. Lakini kuna game nyingi zinachezewa hapa duniani bro. Sio demo ambao unafaa vikwembe sana ukafikiria kwa mtakatifu ama yuko fresh, lakini huko chini ujui bro. Yeah. Mileage zimesonga bro. Shit. Vijana wakosi sababu, anasema hawezi kutoa 25k kisa demu wa kanisani, anaenda kudeti naye, anakuta mileage zishasoma huko, yani zimeisha, gari inabaki kidogo tu yaze overeat bro, yani inabaki kidogo tu yaze overeat, yani imeshajaa mileage kabisa. Noma sana bro. Kwa najua eti huyu nikienda kuna nini ndo atakuwa ule wa ndoto, bado ndo anaanza, kumbe ndo ameshamaliza sasa. Ameshamaliza. Kumalizia kanisani. Bro, vipo sana ndugu yangu. So kwa Mungu mwenyewe siku moja utafika muda Mungu mwenyewe atanitumia. Wewe ukimpata ambaye yuko vizuri vile unavyotaka, kila mtu ana ndoto yake na mwanamke ambaye ana ndoto yake. 25k unatoa? 25k yes, kama ni demo ambayo kabisa namsifia na vitu ambavyo vinahitaji kwake, yeah of course it's part of culture, lakini mimi sija support hiyo bei kwa nyingi kwa sababu there's no point. Ni kama business, sababu kwetu sisi kwa asili yetu hiyo dowry ilikuwa ni symbol, haikuwa na value, sababu sisi tulikuwa tunafanya tunaoa kwa ngombe. Naona bro, 25k ni ngombe nyingi sana. Hakuna kijana nchini Kongo, sijui Burundi, ambaye anaoa na ngombe kama hizo. Yaani ukihesabu 25k hata hapa Marekani ni ngombe nyingi sana.
kwetu tu kuna ng'ombe 2 ng'ombe 3 vinaishi hapo. 25 ni dala nyingi kama business bro. Asi amemlea mtoto wake, watakiwa mpe chochote kitu. Hamna bro. Usione kinapendeza yani kinagharamiwa. Yani mtoto unamkuta ashakuwa mafuta hivi. Wamechange sana diaper huko, wazazi wamehangaika naye hadi unajua kwenye asili yetu sisi. Mimi nimekuwa na dada zangu wengi sana. Kwenye asili yetu inakuwaga baba au mama anaweza kwenda sokoni. Akaleta nguo ya kike tu, anamtengeneza yule mwanamke ili anajua hapa hela yangu itarudigi ipo siku. Lakini wewe kavaa hizo za siku zote. Unajua kipindi mnafungua shule, mnaenda mnatakiwa muandaliwe madaftari, nguo mpya, viatu. Unashangaa mfuko unakuja umejaa nguo za kike tu. Yani wanamuandaa yule ampate mwanaume ambaye atakuja kuzirudisha hizo hela. Na ndio maana wale hiyo 25k wanakuja kukuliza wewe, wanarudisha. Amehangaika nayo usiku kucha akiumwa. Umeona anamuandaa kuwa mke. Unajua kuandaliwa kuwa mke? Amemwandaa kuwa mke, anajua hivi ukiwa unapika hivi ndio unaenda kumpikia thanks hivi. Afura. Unajua anaandaliwa, sisi wanaume watu waandaliwagi sana hivyo. Right. Umeona? Ataandaliwagi sana. Kwa hiyo wewe ukishapenda 25 toa tu. Inawezekana, sikatai, sababu mimi pia na wadada ni kitu vizuri, lakini anyway Gisu na wadada, na wewe toa kwa dada yake au mwenzako, afu mwingine akija kwa dada yako piga sana. Sasa maisha kwa hivyo na dadangu akapitia njia zingine. Maisha sio competition hivyo. Unaona bro? Sababu huwezi kutegemea ndio kwanza. Kuna kwetu zamani walikuwa wanafanyaga hivyo. Mali ambao huyu kijana ametoa, ametoa dada yake, watahifadhi ili kakake naye ajitumia hiyo. Vilikuwaga hivyo bro. Hiyo kacha ipo hapa. Hiyo kacha ilikuwa ipo kabisa. Lakini sasa hapa 25k ni pesa nyingi sana. Ila mimi nipo tofauti na wewe. Nakushauri tu kijana mwenzangu. Mwanamke unatakiwa mpambanie. Yeyote ambao unampenda unatakiwa mpambanie. Kwa sababu moja, ukimpenda hiyo 25 ni ndogo sana. Ukimpenda 25 ni ndogo sana kama unampenda. Kwa sababu huwezi kumuoa mwanamke ambao utoweza gharama zake. Yes. Wamasai wanakuaga na mila moja hivi ambayo ukitaka kuoa unaenda kupigana kwanza na simba. Ukiua simba ukileta kweli unaweza kupambania mtoto wetu asilale njaa. Atavaa vizuri. Kwa sababu wewe ni mpambanaji, una moyo. Sasa hata hapa hivyo ukiona mwanaume anashindwa kukutolea 25k umo ndani, anaenda kukutegemea wewe. Hawezi kukupambania wewe kula vizuri, kulala vizuri. Na siku unajua mmeshaoana, siku ambayo unatakiwa sasa umepata mimba, unatulia nyumbani upate mtoto, kwake ni maumivu. Sababu ajua nilikuwa tegemea cheke yake ili kulipa nyumba afu naishije. Kwa hiyo dada zangu, mwanaume anatakiwa kupambania. Mimi nipo pamoja na dada zangu. Kama anakupenda mwanaume atoe yoyote. Hiyo ni kumaanisha kwamba ukiwa naye ataweza kukupambania kwa hali yoyote. Sio yani, unajua, na ndio maana dada zetu wengine wanadate na malast born. Mwanaume mwenyewe afanyi kazi, aje kufanya kazi toka afike Marekani, wala toka amezaliwa, analelewa mayai. Ukimwambia kuhusu 25 anaona kama nyingi. Lakini usimuonee huruma mwanaume wako. Pale unapoikaa chini uanza kumchangia eti usijali mimi nitafanya kazi nitakuchangia 15 tukale. Ndo anapokuona mbumbumbu hapo baadaye mkiwa kwenye ndoa. So umejua mwenyewe
Mimi kwanza nilikuwa nakutaka au ndo sisi wanaume sasa. Kwa hiyo kipindi chako unaringa mkomoe azitoe. Kwa hiyo ndo hivyo. D thanks. Yes bro. Yeah. Yes bro. Hivi kitu gani huwezi kosa kwenye gari yako? Vitu kadhaa. Kwanza kikubwa ambacho siwezi nikakosa sana. Bro ni kitu bro. Kitu gani hicho? Siwezi nikakosa condom kwa gari bro. Asa condom unafanya nini kwenye gari? Sababu mtu ajuagi bro. Hiyo ni kitu pandisha mic kidogo. Mtu ajuagi nini yani? Condom ni kitu ambacho kinahitajika sehemu nyingi sana. Kwa mwanaume lazima kiwe karibu yako. Yaani kuna muda hata nikupe siri kama sio wewe hata vijana huku. Yeah. Unajua sehemu nzuri kuweka condom hata kama unaenda club ni kwa socks bro. Kwa socks. Kwa sababu gani? Sababu uwe nayo. Yaani kitu ambacho unahitaji muda wote bro. Hata kazini huku una break fulani, una break huku. Bro, nakwambia reality. Details wa. Asa wewe condom kwenye gari inafanya kazi gani? Inafanya kazi gani kwa gari? Ndio nauliza hapo. Umesema huwezi kuikosa kwenye gari, inafanya kazi. Sababu hiyo kazi yake ikihitajika hata kwa gari, kazi yake inafanyika. Umomo kwenye gari unamaliza? Bro, kazi kabisa imeishia hapo, lazima iwe karibu. Kuna kazi inaishia hata chooni bro. Kwenye club hapo kuna kazi zinahitajika. Yaani hiyo ndio muda ambao zinahitajika sana. Na wewe kama mwanaume lazima uwe nayo, sababu usiendende hivyo kama jeshi unaenda bila vitani bila silaha bro. Huwezi ukakosa hiyo kitu bro. Vijana mnasikia ushauri wa kijana mwenzenu. Mimi najua nishazeeka. Lazima uwe nayo bro kabisa. Fasi yote. Sehemu yote kabisa lazima uwe nayo. Ishatokeaga siku moja umetembea bila condom afu umepata kitu ghafla? Yes. Ishatokeaga? Ulifanyaje? Ulitumia hivyo au ulirudi tu tena nyumbani kwenda kuchukua? Siwezi nikafanya hivyo bro. Kuna vitu vingi ambavyo siwezi nikaongelea hapa sana. So bro, kuna vitu vingine lazima hiyo kitu iwe. Ndio maana nimekuambia huko mwanzo, ni bora niwe nayo hapa kuliko nije kujutia kwa nini sikuwa nayo. Ndio maana mimi ni kitu gani muhimu sana lazima uwe nacho. Ndio maana nikasema hiyo condom. Ili sije kujutia kutokuwa nayo. Kwa hiyo huwezi kukosa. Siwezi nikakosa bro. Kwa gari sijui backpack, kuna backpack fulani hivi. Kuna how do you call it? Shakoshi kidogo hivi. Saka fulani hivi. Lazima iwe mle. Sijui mfuko hata mbili zinatosha. Sababu kuna muda mwingine unahitaji kamoja tu. Hata moja tu bro. Lazima unayo, sijui ka socks. Lazima brother. Kwa hiyo ushakutana nao na mwanamke kabisa anakubali umalizana naye kwenye gari? Kawaida kabisa. Vipo. Umekutana naye leo na unamalizana naye leo? Vipo kabisa. Umjua ametokea wapi au jini? Si ndo hapo sasa, ndo maana hiyo kitu lazima niwe nayo. Thanks. Alafu umekutana naye leo kwenye club, umemalizana. Mmeshamalizana. Baada ya pale kipi kinaendelea? Mnaendelea kuwasiliana au ndo swala limeisha? Na yeye atakutafuta. Ina depends. Na depends vitu viwili. Sijui kama performance yako zikafanya wewe tena ukatafutwe wewe. Unaona kama iko vibaya, hatojali. Ni yeye sababu wewe una perform, right? Yeah. Wewe una perform. Yeye kukucheck tena huko ni wewe sasa. Na kuna wengine wa demo hata sijui umefanyaje, hawajali. Sababu ndio ni maisha yao. Hawajali, ndo fantasy zao. Yaani wao wanakutana na huyu wanamaliza, ndo maisha yao. Yaani hata jina lake umjui, hata last name yake sijui first name yake ujui bro. Vinakuaga hivyo bro. Arizona sisi tuseme tumebarikiwa, sijui ni laana. Kuna mtaa unaitwa 27. Hapo wengi wanaojua. Vipo shaenda sana pale. Shasimamisha sana gari yako pale. Na kuna vitu vingine tunafanya ambavyo una regret baadaye kwa kulipia mtu ambao kama unavyosema
ni bora nifanye kitu ambacho mtu ambao sijui lakini sikulipia kuliko mtu ambao ninalipia, afu sababu ukilipia kitu iko illegal bro, na vitu vingine sio kufanya illegal, unaweza kaenda jail. Bali mwanaume mzima umeshikwa sababu unatafuta kitu 27 wanapewa kwa mag shot, jamaa amefungwa, ameshikwa na polisi. Ni aibu bro, sababu unajua wewe ukishikwa mtu wa kwanza ambao utacheck ni nani? Inawezekana mama yako ndo emergency emergency call ni mama yako bro. Mtu wako yuko jail, mtu wangu ameshikwa jail, anafanya kosa gani? Alikuwa 27. Uta explain mother nini? Sababu watu wengi mtu ambao unamweka emergency contact yako mara nyingi ni mamako au babako. Ule ambao yupo karibu sana, hawezi kukosa. Sasa wewe umekushika 27 na mtu wa kwanza ambao anaitwa ni mamako. Sijui your son hivi na hivi alikuwa 27 ameshikwa prostitution. Bro. Na unajua kitu ambacho kwa record yako bro. Hata ukienda tafuta kazi ipo hiyo kitu. So ndio maana 27 nikanayo pembeni. Kuna alternative nyingi ambazo siwezi nikaongelea hapa, na sio business yangu. Lakini kuna kitu mbaya sana bro. Thanks. Yes. Una plan yoyote ya kufanya tour Africa? Sio kwa sasa. Sio bado kwa sasa bado. Kwa sababu gani? Sababu nyingi, sababu Afrika bro. Ukifanya tour unaenda kwa TV, sijui. Kwanza kwa nini ufanye tour na watu ambao hawakujui wewe? Asinaenda kwa watu hawakujui. Hamna hiyo kitu cha kuaga. Msanii anaweza kufanya tour wakati hajapata fan base. Lazima kwanza una fan base. Wewe uende kwa wanakuhitaji wenyewe. Ndio maana tour. Na TV nyingi sana sana Afrika na Tanzania ndio ndio wasanii wengi ambao wana focus, unaona. Hizo TV hawakujali wewe bro. Wanajua uko Marekani, sijui unaposti na magari mazuri, unaishi Marekani, una pesa bro. Wanahitaji pesa yako. Wanajua una kipaji, sababu hata kijana ambao ajui kuimba ameshawahi wacheki wale wa jamaa na kawaletea ngoma yao mbovu kabisa, ila wakakubali sababu hela ipo. So hata una kipaji ukiwafuata uwezi bro. So it's not worth it. Watachukua pesa yako wakakuposti mara 2 mara 3 ikaishia hapo. Wameshavifanyaga bro. Kuna vitu vingine wana learn from me. Kuna watu ambao wako hapa, wasanii ambao wamefanya muziki hapa mbele yetu sisi, wamevitry lakini havikwenda sehemu yote bro. Wanafanya kama makusa sijui walifika Wasafi wengi bro, lakini hawakufanyikiwa. So tuna learn from mistake, from other people mistake. Unajua, lakini mimi nasemaga nikipataga nafasi ya kuwashauri wasanii au kuwapongeza hatua zao, sona Martin Classic na Magibu Shiri. Yes. Walifanyaga tour moja hivi, wakatoka Marekani, wakapokelewa airport nini, TV nyingi. Wakaenda kwenye TV nyingi wakafanya interview. Si walaumu kwamba walipoteza hela, hapana. Na wapongezaga sababu walijaribu kufanya kazi yao iende kwa ukubwa zaidi. Ubaya sasa ulitokea wapi? Walifanya kolabo nyingi kali sana. Kolabo na Kusa, Aslay, kali sana. Nazisikilizaga sana, nazipendaga sana ngoma zao. Tatizo ni wale walaji tunawapelekea chakula chetu. Laza TV zetu za Tanzania, watangazaji wanaamini hawa watoto wanaendesha magari, wanalala pazuri. Hawezi kunisapoti mimi ambaye na maisha mazuri, ashindwe kumshika mkono mama Amina ambaye ajua atakula nini. Umeona ili amtoe chini, ampandishe, apate sifa. Mimi ninaendesha gari, sitomwambia mtangazaji yoyote eti alinitoka chini ni nakosa pa kulala, sasa hivi niko sehemu fulani. Kwa hiyo kwenye maisha shajipata. Hicho ndo ambacho wanatuchukuliaga sana mapresenter wa Tanzania au wa Afrika. Kwa hiyo walijaribu
napenda sana walichokifanya, lakini soko letu kule alipo. Sababu wanaamini sisi tuna hela tayari tushafanya. Yes. Na baada ya wao kufeli, mimi nilikuwa na plani ila baada ya wao kufanya vile matokeo yakaja tofauti, kwa kama wamenifundisha kitu. Acha ni focus. Lakini kupitia wao hata Martin amwambiaje kwa Martin, Majibushiri, Mandi Classic na wasanii wengine ambao wametangulia. Ni watu ambao walipambania sana hichi kizazi ambacho unakiona msanii anaimba nyimbo inaenda. Yes. Blaza au mimi nimetoka Afrika nimefika Marekani. Nakuta Stan Martin. Haikuwa kwa bahati mbaya. Alikuwa anafanya kweli. Mtu akinipigia simu Afrika, anambia huko Martin anakinukisha noma huko. Njoo wewe umejipanga. Yes. Umeona? Haikuwa kwa bahati mbaya. Alifanya kweli, vitu vilionekana. Video kali, ngoma kali au kali. Lakini kipindi kile walikuwa na nguvu nyingi kufocus, yani wanafocus wamuaminishe mtu hapa kuna waimbaji. Ambacho sasa hivi wasanii wa sasa hivi laza mtu anatoa nyimbo wanaimba ila wasije wakasahau kabisa ambao wametengeneza hichi. Yes. Sababu hata Diamond na wakina Juma Nature huko wanapewa benchi. Lakini kwa kauli kuna kitu nasema mimi sikubali kwamba wametengeneza kitu kwa sababu bado industry yenyewe haijakuwa. So au kutengeneza chochote sababu hakuna chochote. Unanielewa? Hamna. Walitengeneza. I don't think so. Mimi sio nikapa credit, to be honest. So nikapa credit. Mimi nawapatia credit. Hamna, mimi bado sababu hakuna industry yote. Ipo. Mbona wenyewe wameisha? Ukitengeneza kitu bro una stay. Kwa muda fulani. Nimekutajia hapa nani huyo Professor J bado anafanya muziki. Hivyo unaweza ukasema Professor J nani Young Lunya ni noma sana kisa Professor J afanye muziki. Lakini Professor J hata nikigonga nyuma yake hapa. Vijana ambao tumezaliwa huko. Lazima wengi waijue. Hata kina Martin. Amna. Sio wengi, kuna watu wengi hawamjui hata Martin Classic nani. Kuna watu wengi hawamjui. Basi sawa. Lakini hichi kizazi siwezi kukatalia wewe. Lakini mimi napendaga sana mtu ambao unajua hichi kwa sisi ambao tunafanya muziki hapa Marekani. Kwenda sana ni ngumu. Lakini ukipata mashabiki wawili watatu shukuru Mungu. Yes. Shukuru Mungu. Lakini mimi nachokikataa tu, usifocus sana Tanzania wala Afrika. Tutengeneze vya kwetu. Kama nimekwambia kutengeneza industry kubwa sababu walipenda sana Tanzania kwa kutengeneza industry hapa. Yes. Lakini mimi nimewapa credit ile kutoka kwenda kujaribu. Hicho ndo maana nimesema blaza wewe so umesema mwaka uweze kutoa nyimbo. Kwa sababu gani? Unaona uingizi kitu. Heshimu sana mtu ambaye ametoa 50k kisa na yeye aingizi kitu lakini ametoa anajua kasa acha niupambanie muziki. Heshimu sana. Kitu ambacho wewe ukitoa blaza mwenzako amekitoa mpe salute sababu sio kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya. Kama nilivyokuambia muda utoshi. Nilikuwa na D thanks. Mwenye D zake utajua mwenyewe utaiweka kwenye Kiingereza utaita D nini. Ni D thanks ambaye ana D mbili. Tuna muda utoshi tunafunga kipindi chetu. Asante sana blaza kwa muda wako Marekani kupata muda wa kuja kupiga story kushare story na kuwa muda ni mdogo sana. Ila jitahidi ukitaka kuoa wao ambao unatakiwa uoe wazazi wako watafurahi sana. Haijalishi hawapo kwenye vitu vyako lakini mfurahishe mama japo mama hatoishi naye. Sio kufurahisha mama tu, kuna faida nyingi sana kwa kuoa binti wako. Kuna faida nyingi sana ambazo siwezi nikalinganisha na zile kutokuwa na faida. Ndio kwa Kiswahili nasemaje? Advantage ni nyingi kuliko disadvantage. Mwisho wa siku ni kweli. Na faida nyingi sababu that's home bro.
unasonga ugali, unakuja kumwoa mzungu ajui kusonga Hadi usonga ugali. Yes, ndo hapo. Alafu unakuwa ni kitu utakosa kacha yenyewe, hata watoto wako wenyewe hawataeleweka. Mimi there's my personal life. Mimi na mtoto na mzungu, bro. So kuna challenge. Wa kwenu ni wa kwenu, bro. Kwenu ni wa kwenu. Wa home ni home. Una feel home, una feel you. Una belong, bro. Demu wako hata mkikosana, bro. Wa home mnamaliza mle ndani. Mnamaliza, ama wazazi hata wanaweza kupata input. Wanakuja kuongelesha. Lakini huku ukikutana demu wa hapa Marekani, anza kaambia mama yake eti na tatizo. Mama anambia okay, what do you want to do? Mama anasema wewe una tatizo na unahitaji mtu akushauri, na yeye anakuuliza sasa wewe unaona ufanyaje wewe mwenye tatizo lako? Tunachana hivyo. Siku mnaweza siku kwako. Mbona bro? Kama divorce rate kwa nyingi sana hapa, sababu watu mlianza na nyi wawili, mtajua na nyi wawili, sio kwa kizazi. Atushauri mapenzi. No. Kuna advantage nyingi sana, yeah. Kuna faida ambazo unazipata ukioa Mwafrika mwenzako kama anavyosema. Lakini vile vile na sisi tunaingia kwenye hizo faida. Unaishi na mwanamume ambao unahisia naye tena, au mwanamke ambao unahisia naye tena, kwa sababu ushaanza kuishi kwa sababu wazazi wangu watanichukuliaje. Umeona inapokuwa nikitoka hapa wazazi wangu, unaona mnakuwa ndani, lakini wewe mwanamke unachepuka, mwanaume unachepuka, sababu unaishi na kitu ambacho huna tena hisia nacho, yani mshakerana. Tutaongea siku nyingine. Ni thanks. Yes. Pamoja sana kaka. Pamoja. Asante kwa muda wako. Butamu. Nasikia butamu. Butamu. Yeah. Nasikia butamu. MG baby. Wish it pays for the bro, yeah, come on, Kyle, now it's your boy D. Thanks. Muda. Kuna siri gani katika neno muda?